Habarini za wakati huu, ninawakaribisha tena kwenye channel yetu hii ya Darasa Huru la Hisabati. Ninayekukaribisha ni ndugu yako Mwalimu Juma Mtika Bakari. Ninakukaribisha, karibu sana. Katika kipindi hichi cha leo tutaangalia hatua za kulimudu na kutawala darasa la hisabati. Basi leo tutapitishana katika hatua 11 ambazo mwalimu anaweza kazingatia akafanikiwa kulimudu na kulitawala vyema darasa lake la hisabati na likawa lenye tija. Bila kupoteza muda, twende kwenye hatua ya kwanza au mbinu ya kwanza ya kulimudu. Mbinu ya kwanza ya kulimudu darasa lako la hisabati ni mwalimu binafsi kwanza kujijengea uwezo wa kumudu mahiri za hisabati. Mwalimu unapoweza kuzimudu zile mahiri za hisabati, manake utakuwa umejijengea uwezo wa kujiamini. Utakapojiamini utasimama mbele ya wanafunzi ukiwa na uhakika na kile unachokifundisha, kwa maana tafsiri rahisi sana ya kujiamini ni kuwa na uhakika na kile unachokifanya. Sasa kama mahiri hazitoshi, ukisoma mbele ya wanafunzi huwezi kujiamini kwa sababu huna uhakika unafanya nini. Ukikosa kujiamini, maana na wanafunzi nao watakuwa wana wasiwasi, kama mwalimu mwenyewe vinamshinda, mwalimu mwenyewe anafundisha kwa kwama, je, na sisi tutaliweza kweli? Hiyo tu inakuwa imewatoa wanafunzi mchezoni. Kwa hiyo kitu cha kwanza, hakikisha mwalimu unazimudu vyema zile mahiri. Na mbinu za kumudu mahiri za hisabati tulijifunza katika vipindi vilivyopita. Kama hujafanikiwa kuona video hizo, unaweza kurudia kwenye akaunti yetu ya YouTube ukaziangalia. Ama hatua ya pili ni kuwa na mbinu nyingi za ufundishaji. Mwalimu wa hisabati ni lazima uwe na mbinu nyingi zinazoweza kuwavutia wanafunzi katika kujifunza. Kwa sababu kuna siku unaweza kuwa umepanga, labda nitaingia na mbinu hii, labda nitatenga katika vikundi, alafu watatoa kazi hiyo, watajadiliana, baadaye watawasilisha. Lakini unafika darasani ukagundua mazingira uliyokuta siku hiyo hayafai kwa vikundi, au hali iliyokutana na wanafunzi haifai kama vikundi. Njia ya vikundi inaweza ikafanikiwa. Maanake hapo unatakiwa mwalimu uweze kunyumbulika, kubadili mbinu. Uweze kubadili mbinu ambazo hauna. Kwa hiyo lazima mwalimu uwe na mbinu nyingi. Lakini hatua ya tatu ni kufuata hatua za ufundishaji kutoka hatua rahisi kwenda hatua zenye utata. Katika upangaji wa hatua za ufundishaji hapa inaanzia pia katika uchaguzi wa mahiri kuu za ufundishaji. Unapaswa kuanza na mahiri ambazo ni rahisi, kisha utakwenda kwenye mahiri zenye utata. Kuna mahiri nyingine ili iweze kufundishika ni lazima kwanza uwe umefundisha mahiri fulani. Kwa hiyo lazima ujue yote hayo, alafu upange zile mahiri zinazopaswa kutangulia, alafu zile mahiri ambazo zinategemea mahiri nyingine, basi ujue zinatakiwa zikae nyuma ya hizo mahiri nazo zitegemea. Lakini hata ukishapanga mahiri zako kuu, bado hizo ndani ya mahiri kuu kuna mahiri mahususi. Zile mahiri mahususi nazo uzipange kutoka mahiri mahususi iliyo rahisi zaidi kwenda mahiri mahususi yenye utata. Hii itakusaidia somo lako kueleweka kwa urahisi. Ama hatua ya nne ni kuwashirikisha wanafunzi. Mwalimu hakikisha kuna mwingiliano wa kutosha kati yako wewe na wanafunzi wakati wa ufundishaji, kwamba washirikishe wanafunzi. Usisimami ubaoni kwamba unakuwa kama unawasimulia hadithi. Hisabati haiendi hivyo. Hisabati inataka vitendo zaidi. Kwa hiyo kuwashirikisha wanafunzi tunawashirikisha vipi? Unaweza kuwashirikisha wanafunzi kwa kuuliza maswali ya mara kwa mara. Mfano, unajumlisha namba nzima. Unaambia wanafunzi 3 jumlisha 4 ni ngapi? Wao watanyosha mkono au wanaweza kujibu kwa pamoja. Na 3 jumlisha 4 ni 7. Na hapa kwenye huu mjibizano au katika maswali mara kwa mara yanamfanya mwanafunzi asitoke nje ya nini, ya darasa. Kwa sababu mfano sisi ambao tunakaa angalau vijijini ndio shule nyingi zilipo, wanafunzi wanakuta wameingia darasani ni wengi kupita kiasi. Sasa kama huwashirikishi, wewe unataka kufundisha, kumbe kuna mtoto kwa nyuma yuko anachezesha yake mijiti darasani, una habari. Lakini hatua nyingine ya kuwashirikisha pia ni kuunda vikundi, lakini pia kufanya uwasilishaji ubaoni kwa wanafunzi baada ya kujadili katika vikundi. Na hapo ni kufanya uwasilishaji, mwalimu inabidi kupanga mpango mzuri kwamba katika kikundi, kama kikundi kina watu 5, mfano, hakikisha uwasilishaji haufanywi na mtu mmoja kila siku. Leo kafanya Helena, kesho afanye Hadija, kesho kutwa afanye Aisha, kesho kutwa afanye Fatma, na kesho kutwa afanye Joni. Yaani wale watoto wote wao na mzunguruko katika uwasilishaji wa yale waliyojadili. Hii itasaidia kufanya wanafunzi wote wawe wanachukua muda katika kujisomea na kujiandaa, kwa sababu akiwa na hakika muda wote na mimi nitatakiwa kwenda kufanya kuwasilisha kile tunachokijadili. Lakini hatua ya 5 ni kuwa na matumizi ya lugha rahisi na kufanya mifano na kutoa mifano mingi kadiri iwezekanavyo. Lugha rahisi, walimu tuepuke matumizi ya misamiati migumu ambayo itawashughulisha wanafunzi. Badala mwanafunzi kwanza kushughulika na kile unachomfundisha kipindi hicho au mnachojadili kipindi hicho, yeye anabaki anafikiria tafsiri ya neno ulilolitumia. Kwa hiyo tujitahidi kutumia lugha rahisi ambazo zinaeleweka kwa wanafunzi. Ama hizo misamiati mingine unaweza kuongeza baadaye, baada ya kwenda darasa lako sasa limekuwa lipo vizuri. Sasa unaweza kaongeza vitu vingine ambavyo vyenye
utata. Lakini mwanzoni hakikisha unatumia lugha rahisi, unatumia mifano mingi. Ninajumlisha, naanza kwenye wepesi, labda jumlisha tarakimu moja moja, hapa natoa mifano yangu 10, tarakimu moja kwa tarakimu mbili natoa mifano mingine 10, tarakimu mbili kwa tarakimu mbili mifano 10. Unajikuta kwenye kujumlisha tu mpaka umalize, tayari umetoa mifano takriban 50 mpaka 60. Hapa mwanafunzi yote mwenye utayari wa kujifunza, una hakika utakuwa umeenda naye pamoja. Ama njia ya tano ni kutambua tofauti za uwezo wa kujifunza miongoni mwa wanafunzi na ukazizingatia wakati wa ufundishaji. Kuna wanafunzi wanaitwa fast learner. Ni wanafunzi hawa ukisema mifano miwili tu, ukitoa mifano miwili yeye yuko tayari. Lakini wanafunzi wengine ni slow learners, wenyewe wanataka au wanajifunza polepole, wenyewe wanataka mifano mingi. Ndio maana tukasema katika hatua iliyotangulia, hatua ya 4, hatua ya 5, tukasema ni vizuri kuwa na mifano mingi. Lengo lake ni kuhakikisha unamchukua yule mwenye uwezo mdogo wa kujifunza, madam tu yupo tayari kufanya nini? Kuendelea kujifunza. Lakini pia katika kuwazingatia hapa tofauti za ujifunzaji, unapaswa kutoa maswali ambayo yana viwango tofauti. Changanya maswali mepesi na maswali ya utata. Hapa utakuwa umempa kila mwanafunzi haki yake. Kwamba mwanafunzi ambaye anaelewa mdogo, wale maswali mepesi atakuwa ni umewalenga wale, na haya yenye utata utakuwa umewalenga wale wanafunzi ambao wana uwezo mkubwa katika kujifunza. Lakini pia wape changamoto mpya wale ambao wana uwezo mkubwa wa kuelewa. Wanafunzi ambao ni fast learners usiwanyongi kwa sababu tu, au usiwacheleweshi kwa sababu tu unataka wachukue wale slow learners. Wao pia wape kazi ambazo zinaendana na uwezo wao ili waendelee kukuza ujuzi na vipaji vyao. Hatua ya 7 ni kurudia mahiri zilizopita kwa njia tofauti tofauti au kwa njia za uchopekaji. Mfano, nafundisha kujumlisha namba nzima. Katika mahiri mkuu wa namba nzima nipo katika kujumlisha, ninaweza nikawa najumlisha huku nakumbushia mahiri mahususi ya kusoma na kuandika namba nzima. Mfano, nimeandika ubaoni 35 jumlisha 42. Kabla ya kuanza kukotoa, mwambie mwanafunzi mmoja asimame atusomee swali letu. Anaposema lile swali atatamka zile namba. Msikilize anazitamka kwa usahihi. Kama atamki kwa usahihi, unamfanyia marekebisho. Hii inakuwa unafanya kupitia mlango wa nyuma marudio ya ile mahiri mahususi ya kusoma na kuandika namba nzima. Na baada ya kujumlisha pia ukipata ile jibu lako, pia unapaswa kumtaka mwanafunzi mmoja asimame tena asome lile jibu. Hii itakusaidia kuwa unafanya marejeo ya mahiri zilizopita kwa mtindo huo. Lakini pia hatua nyingine ni mpangilio mzuri, mpangilio na matumizi bora ya ubao. Unapotumia ubao, hakikisha ubao wako unaugawa vizuri kwa mujibu wa taratibu, lakini andika vitu vichache na vinavyohusiana ubaoni. Epuka kuandika vitu vingi ubaoni kwa wakati mmoja, na wakati mwingine walimu tunaandika vitu vingi, wakati mwingine unakuta baadhi ya vitu havina uhusiano. Hii inakuwa inaleta mkanganyiko kwa wale wanafunzi wenye uwezo mdogo wa kujifunza au wanafunzi wanaojifunza polepole. Kwa hiyo andika vitu vichache na vyenye uhusiano. Lakini pia wajengee wanafunzi uwezo kujiamini. Katika kujengea wanafunzi uwezo kujiamini, tumesema unaweza kumuuliza mwanafunzi swali, wewe tayari kama mwalimu una jibu lake, lakini wakati mwingine mwanafunzi akajibu nje kabisa ya kile ambacho ulikuwa umetarajia, basi usitoe maneno ambayo ni hasi. Mjibu majibu ya kumtia moyo. Kama vizuri umejaribu, jaribu tena. Ulikuwa karibia kupata. Mtie mwanafunzi moyo ili apate matumaini ya kuendelea kujifunza. Lakini pia wafundishe wanafunzi kwa nini, sio jinsi. Usiwafundishe wanafunzi jinsi ya kufanya kitu fulani. Wafundishe wanafunzi kwa nini kitu hicho kinafanywa hivyo. Kwa mfano, unafundisha tu kanuni ya Pythagoras. Kwa nini Pythagoras? Usianzie tu kwenye kanuni ya Pythagoras. Hapa tupo kwenye geometry. Muonyeshe Pythagoras inatumika wapi? Kwenye pembe tatu. Anza kwenye pembe tatu, anza kufundisha pembe tatu. Muonyeshe wanafunzi aina za pembe tatu na sifa zake. Kisha nenda kwenye pembe tatu hiyo mraba ambao ndani yake tunapata kanuni hiyo ya Pythagoras. Mueleze sifa na tabia za pembe tatu mraba. Lakini pia ukishamweleza sifa na tabia za pembe tatu mraba, alafu mwambie hiyo kanuni ya Pythagoras inatoka wapi, alafu mwambie namna ya kuitumia. Lakini ukija moja kwa moja ukaanza kuitumia kanuni ya Pythagoras, hapa unamfundisha mwanafunzi jinsi. Ukimfundisha jinsi maana yake unamkaririsha. Hapa ni rahisi kusahau. Badala yake unatakiwa mfundishe kwa nini. Na mbinu ya mwisho kabisa inaitwa CPA. CPA maana yake ni concrete, yani vitu halisi. Concrete ni vitu halisi. Vitu halisi, yani wakati mwingine unafundisha kwa vitu halisi. Hasa wanafunzi wadogo wa level ya msingi. Unamfundisha mtoto labda kuhesabu, ni wanafunzi darasa la pili, la tatu, la kwanza, unaweza kwamba kufundisha kuhesabu mpaka 10. Kundi hili hapa, tafuteni mawe matatu mlete. Kundi hili leta mawe 4, kundi leta mawe 5. Akileta mawe 5 kweli, maana huyu anaweza kusoma mpaka 5, ndio maana kajua mawe 5. Unamfundisha kupitia vitu halisi. Lakini CPA hiyo pia ni pictorial. Pictorial ni michoro. Wanafunzi pia wanapenda kujifunza sana kwa kuona michoro.
Hakikisha darasa lako lina kona ya kujifunzia. Chora michoro mbalimbali ya geometry, algebra na kadhalika, bandika tu darasa lako, tenga kona yako maalum darasa kujifunzia. Ile itakusaidia nini? Ile itakusaidia kuendelea kujifunza, wanafunzi waendelee kujifunza hata kipindi ambacho mwalimu haupo. Na mwisho kabisa ni abstract. Abstract ni zile alama za kihisabati. Unapofundisha alama za kihisabati, hakikisha hapa umekwenda polepole. Umekwenda polepole kwa sababu hapa ndipo unaenda kujenga mahiri nyingine zote. Kwa hiyo unajumlisha polepole. Ni bora uchukue mwezi mzima kujumlisha. Kutoa neno polepole hata kama itachukua mwezi mzima. Matendo haya yakifahamika vizuri na kuhakikishia mwalimu wangu huku mbele, inakuwa ni rahisi kwa mahiri nyingine zote na mahiri mahususi nyingine zote zitafundishika kwa urahisi. Basi mwalimu mwenzangu ambaye una chochote cha kushare na walimu katika ambacho nadhani kinaweza kaendelea kutunufaisha na kuendelea kuinua ufaulu wa somo hili la hisabati na kuzidi kuimarisha walimu, tunakukaribisha na wewe pia unaweza kusema kwa nafasi ili uendelee na wewe kushare na sisi. Ama kwa wazazi, walezi, wanafunzi pamoja na walimu wenzangu, msisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe channel yetu hii ya Darasa Huru la Hisabati ili wafikie watu wengi zaidi. Basi tunawakaribisha na asanteni sana.